Wale ni askari ambao wao wanalinda nchi, wanalinda mali za watu, mali za raia. Mali zinaharibiwa, watu natia moto, askari afanye nini? Watarajia nini wewe? Haya mengine watakuwa wanajibu wao ikiwa watazipata hizo sauti. Watakuwa wanajibu huko kwenye mahekalu yao na kwenye makanisa yao. Hapa tunaelezea amani, lakini najua baadhi ya pointi mimi na washuti wao moja kwa moja, kwa sababu hii nchi ni yetu sisi sote, sio nchi ya askofu wala ya padri fulani wala ya mchungaji. Hii nchi ni ya kwetu sote. Mimi ni Mtanzania halisia, al-asliyu. Hii ni Mtanzania, kwa hiyo na haki ya kusema yale ambayo ya sawa. Hasa napoona pale kwamba haya mambo tukinyamazia ni sababu ya watu wengine kujiona kwamba wao wana haki, na wana haki ya kusema, bali wana haki ya kuamrisha serikali. Sio jambo la sawa. Na nukta ya kwanza tunaposema haki, haki ni nini? Tukisema haki ni nini? Haki inamaanisha upatikanaji wa kile ambacho cha sawa, cha msingi au cha haki kwa kila mtu. Ndio maana ya haki, kwamba kupatikana kitu kwa haki, kwa sawa, kwa kila mtu apate haki yake. Hii ndio maana ya haki. Ndio maana ikasema kwamba inawezekana kweli ikawa ni kweli haki. Swali: je, Waislamu sio watu wenye haki katika nchi hii? Hii ni swali, ni lazima tupate majawabu kwamba je, Waislamu sio watu ambao wana haki katika nchi hii? Swali la pili: Waislamu hawana mchango mkubwa ambao waliotoa katika kupatikana uhuru wa nchi hii? Haya mambo lazima tujiulize. Tunawauliza wao watupe majawabu. Nani ambaye asiyajua mchango ambao wameutoa Waislamu katika nchi hii kupatikana uhuru? Mpaka wazee wetu wamekufa kwa sababu ya kupambana na uhuru. Watu walikuwa wanamshika yule baba wa taifa, wanampeleka anafunga saumu, wanashinda naye ndani ya funga, lengo upatikane uhuru wa nchi hii. Waislamu wana mchango mkubwa sana. Kwa hiyo kufikia hatua mkajalia kwamba Waislamu ni daraja ya pili au ya tatu, si jambo la sawa katika nchi hii. Lakini pia suali jingine, Waislamu sio binadamu au ni kama mnyama mwingine tu, punda, ng'ombe? Sio binadamu, sio. Maana leo kuna watu ambao walisimama wakasema, unajua kuna haki za binadamu. Haki za binadamu zimekiukwa. Haki za binadamu zipi? Moja. Haki za binadamu zipi? Tukisema Waislamu au haki za binadamu, hawa haki za binadamu muda si mrefu na pengine mpaka leo Wapalestina wanakufa. Haki gani za binadamu zilisimama na wakasema wale ambao wanakufa? Au kwa sababu ni Waislamu hawana haki? Lao kama wangelikuwa ni makafiri wale, dunia ingesema. Lakini kwa sababu ni Waislamu, watu wakachukulia kwamba Waislamu hawana haki. Kwa hiyo Muislamu ni kama vile punda. Ufupi wa maelezo kuhusiana na haki, kwa maana kwamba jambo la kwanza tukisema haki ni kutendewa kwa usawa. Yaani kila mmoja apate usawa wake, kila mmoja apate haki yake. Swali: usawa uko wapi leo katika nchi hii?
haki iko wapi baina ya Waislamu na Wakristo katika nchi hii? Iko wapi haki? Kwa sababu unaposimama ukasema kwamba haki maana yake ni kutendewa haki kwa usawa. Hivi watu wanadhania kwamba sisi Waislamu hatujui chochote ambacho kinachoendelea katika dunia, kwamba baina ya serikali na Wakristo tunajua mpaka ruzuku ambazo wanazozipata. Ruzuku hizo zinatoka serikalini. Zile pesa na mali, yale mafungu ambayo wanayachota ni mafungu ya kodi za Watanzania ambao tukiwemo Waislamu. Leo Waislamu wanatoa kodi zao zinakwenda kanisani, tunajua sisi. Lakini je, ni nani aliyekusimama na kusema kwamba na Waislamu wapewe? Waislamu wana haki kwa sababu ya kile ambacho kinapatikana na haki yao. Jambo la tatu, maana ya haki wanasema ni kupatikana kilicho chako bila dhulma, pasina kudhulumiwa. Ndio maana ya haki. Swali, hebu tuambieni, nyinyi mnadai kwamba serikali haifanyi haki. Je, nyinyi mnaidai serikali, mliwapa nini? Serikali wamewadhulumu ni kitu gani? Lazima lipatikane jawabu. Na tukienda katika nukta ya uhuru pasina mipaka ni vurugu, na haiwezekani. Hata majumbani kwenu pia kuna mipaka. Hakuna askofu wala mchungaji ambaye atakasema watoto wataongea tu. Lazima nyumbani kwako umeweka utaratibu. Mtoto ataongea kile ambacho kinastahili kuongea, kinyume cha hapo hawezi kuongea, utamziwia. Kwa nini serikali isiwe na utaratibu? Hakuna serikali ya sampuli hiyo kwamba kila mmoja ana haki ya kusema, ana haki ya kuongea, uhuru. Hakuna jambo hilo. Cha ajabu sasa, kama Waislamu wakiongea mambo au baadhi ya mambo, utasikia watu wanasema huyu mambo ya udini, cha kwanza ndio gaidi huyu, atazamwa huyu ni gaidi tu huyu, udini huu. Lakini hayo yanayosema huko watu wala wasemi kama udini. Alafu baya zaidi, utakuwa unasoma zile comments za watu wengine, utaona majina yao ya Kiislamu, wamdhania kwamba huyu ni Muislamu pengine, lakini hajui kitu gani anachosema. Anasimama anaungana na maaskofu ambao wao lengo lao sio kingine, tusidanganyane hapa. Lengo lao, kwa nini anaongoza Muislamu? Basi hii ndio shida. Kwa nini umama anaongoza Muislamu? Anaongoza baba wa taifa, hatukusikia maneno sisi. Akaongoza Mzee Mwinyi, watu wakatia maneno mengi sana. Nchi inaongozwa na mwanamke, anachukua ushauri kwa mke wake, ikawa nchi, lakini wanasahau yale ambayo yalikuwa hayapo. Kwa kupitia Mzee Mwinyi rahimahullah taala, nchi ikafunguka, watu wakavaa nguo, watu walikuwa wanavaa mifuko. Nchi hii ilikuwa ukikamatwa na kipande cha sabuni unakwenda jela wewe, lazima ukatoe maelezo. Nani ambaye asiyajua? Sisi tumeona, si kama tumesimuliwa. Leo panasema vibaya Waislamu ambao ni sababu ya watu kufunguka maisha yao. Akaingia Mzee Mkapa. Alipoingia Mzee Mkapa,
akasema maneno mengi, fungeni mkanda na vitu gani, hakuna aliyesema, watu kimya. Bali waislamu pia waliuawa, hakuna aliyesema. Watu walikufa waislamu sana tu, na haya kayaandika kwenye kitabu chake, haya yapo, akiomba msamaha kwa yale aliyofanya. Lakini nani alisema? Watu walikaa kimya kabisa, hakuna aliyesema, kwa sababu waliokufa ni waislamu. Leo hawa waliokufa miongoni mwao ni watu ambao mtu anasimama, askofu anasema hawana silaha. Wamechoma na nini sheri za watu? Wamechoma na nini magari ya watu? Wametia hasara za watu, bali ni majambazi, ni wizi. Hakuna sheria hiyo. Inakuwaje mambo haya? Akaingia Kikwete, watu wakamsema, kazi kucheka tu. Wataka nini nyinyi? Lakini wakati huo wao wenyewe wanakiri, makanisa, maaskofu, wachungaji, unawasikia wanakuambia wakikaa waislamu tunanufaika sana sisi. Sasa kuna mambo ya OIC ambao jambo hili ni jambo linalohusu waislamu, ambao jambo hili ni jambo linalohusiana na waislamu. Mwaka 1992 nyinyi mliingia mkataba na serikali wa kuchota pesa, tunajua ya mambo, mkachota mpaka kesho machota nyinyi pesa. Waislamu walipokuja kutaka kujiunga na OIC, nyinyi mkaumia, na waislamu walipeleka jambo hili bungeni kuomba kwamba lipitishwe na suala ukadhi, lakini nyinyi mlipinga. Kwa nini mlipinga? Kwa sababu ya kutazama kwamba waislamu sasa, makadhi sasa watalipwa mishahara kutoka serikalini, na mnaona kwamba waislamu hawana haki, kwa hiyo nyinyi ndio mna haki zaidi ya haya. Tunajua sisi tulikuwa tunanyamaza, sasa tunayasema mjue tuyajua, wala tutaji dunia hiyo. Tuwaambia dunia ijue ya kwamba tunajua, na hichi mtukifanya kutakuchafua nchi tunajua. Na ndio malengo ya kanisa duniani, hasa Katoliki. Hii ndio kazi yao. Kazi yao ni kupambana popote. Kuna makala hiyo inatembea ikielezea mambo mengi tu kuhusiana na historia duniani, Katoliki kishika nchi, lengo lake ni nini? Hakuna maendeleo, wala maslahi yao tu. Kuna mchungaji mmoja nilimsikia anaongea jana au juzi, asema kanisa limepoteza mwelekeo, lishaingia kwenye siasa. Akasema najua mnatukana sana, tukaneni tu, lakini huu ndio ukweli, mmepoteza mwelekeo. Sisi tunasema kwamba umepotea, wao hawajapoteza mwelekeo, washapotea kwenye dini. Tunasimama hiyo dini yao haipo sahihi. Sikukuelezea huko, lakini nawaambia kwamba sikupotea kwenye siasa tu, maana kwenye siasa hata Ponda pia yuko huko, si uko nao? Huyo Ponda naye yuko nao, ndio mwanaharakati. Watu wengi wanaona kwamba ni shekhe, hao ndio mashenja hawa. Akapita Kikwete, akaja mzee Magufuli, akatawala, wakaufyata, hakuna aliyesema. Na mpaka siku moja nakumbuka aliongea maneno, akawapa onyo. Mbona mnaficha ile audio au video? Mbona mnaficha hiyo video? Hebu itumeni. Alionya kwamba nisisikie waraka, si kitu gani waraka wenu, ole wenu. Na akasema mimi najua duniani nyinyi ndio ambao mnaoleta vurugu. Akatolea mifano ya huko kwa Watusi, kwa wapi Watusi na Wahutu wapi Rwanda. Akatolea mfano ule kwamba tazama kule watu walikuwa wakikimbilia kanisani wanauawa, wakikimbilia msikitini wanapata amani. Kwa nini? Kwa sababu lengo lao kanisa ni uongozi, hawana chochote. Sasa si mnataka tuseme, kwa sababu kuna watu leo wanalalamika, unawasikia nakwambia utekaji umekithiri, watu wanauawa. Ni kweli? Kwani umeanza kuuawa leo? Kwani umeanza kutekwa leo?
Nani asiyejua hili jambo? Katika sehemu ambazo watu wamepotea, viroba vimeokotwa kwenye mifereji, baharini, mbona mnajua wapi? Mbona msemi? Kweli wa kweli, mbona mliufyata? Kipindi cha Kikwete watu walikuwa na mambo ya mchakato wa katiba, wakapambana, katiba mpya. Kikwete akaitikia, lakini baadaye alipoingia Magufuli, kabla ya katiba mpya ile, watu wakanyamaza kimya, hakuna anaongelea katiba mpya. Akaondoka. Alipoingia Mama Samia, tayari katiba mpya, kwa sababu tutaka haki sisi. Hawa watu watake haki. Hili jambo lazima mjitambue, hasa Waislamu, hasa vijana. Kuna watu wanakuwa wanajiingiza katika mambo wala hawajui. Hawa lengo lao ni Uislamu. Ha antum tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Hii ndio mmewapenda wao, wala wakupendeni. Hili jambo lazima ulitambue. Wao wana chuki na Uislamu na wanapambana dhidi ya Uislamu na watu lala. Ukasikia maneno mengi leo mitandaoni, si watu kila kitu, dunia nani? Kwa nini wao na rais wao? Ni nchi gani ambayo ina rais? Msituchafulie nchi yetu. Mmeshinda kuishi hapa, hameni. Kama nilivyosema Mlilo, ambaye sikuishi hapa ahame. Lakini wallahi hatutoacha kuyasema haya mambo, kwa sababu tukinyamaza wanatuona kama vile sisi mabwege fulani hivi, hatujui mambo. Twajua. Tena nataka niwaambie jambo, sisi bwana tuna mwongozo wa Qur'ani na Sunna. Lau kama ingelikuwa dini yetu hii inasema si wanafanya hivi na si tufanye hivi, tungeshachafua siku nyingi sana, na hakuna ambaye angeweza kuzuia. Mimi nawaambia mimi, lau kama dini yetu ilikuwa inaruhusu, tungewaambia Waislamu sasa tupambane, tungepambana. Lakini dini yetu turuhusu. Sisi ni watulivu sana, tena sana. Tunatulizana, tuna subira, tutawapa Waislamu subira, lakini haya lazima tuyabainishe. Allahu almusta'an. Tena katika ile nukta ya OIC kadhalika na ukadhi, waliongea maneno mabaya sana. Wakasema haya maneno yani hizi agenda na vitu gani viingizwe kwenye katiba? Katiba itanajisika. Kwa maana yani yale mambo yetu sio ukadhi ya OIC yatainajisi katiba ya nchi. Kwa maana mtohara sana. Wao wanashinda kujitambua kwamba je, wao wako tohara hivi? Wao na nguruwe kumweka hapa nani anatoa nafuu? Hilo jawabu watakuwa nalo wao. Lakini sitawaambia kwamba katika Uislamu sisi tuna mwongozo ambao ni sahihi. Hatukuwa na vurugu tukakaa kimya tukanyamaza, kwa sababu tukijua kwamba haya mambo tukiyashikilia hapatokaa salama nchini kwetu. Tukaamua kutulizana kadhalika na kuwatuliza Waislamu. Ndugu zangu Waislamu, fandhuru kaifa karana Allahu ni'mataini. Tazameni namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyozifanya pamoja neema mbili adhimatain tukufu, at-ta'ama min al-ju', chakula kutokana na njaa, wal amna. At-ta'ama min al-ju', chakula kutokana na njaa, wal amna min al-khawf, kadhalika na amani kutokana na hofu. Kwa nini? Fahuma asasu istiqrar al-insani wa rahatihi. Chakula au amani kadhalika na chakula ndio msingi
katika misingi ya utulivu wa mwanadamu, kadhalika na raha yake. Anasema Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala anasema ni'matani la ya'rifu qadrahuma, hakuna anayejua thamani yake, nafasi yake, illa man faqadahuma, isipokuwa yule ambaye aliyekosa neema hizi mbili. Ukikosa neema mbili hizi utajua thamani yake. Akasema al-amnu wal afia, amani kadhalika na afya. Ukiwa na afya huwezi kujua kwamba una thamani wewe. Ukiwa una afya huwezi kujua una thamani. Watu wangapi ambao hawajui kwamba mimi nina amani na thamani, mimi nina afya na thamani, na kitu ambacho ni thamani? Watu wengi hawajui, lakini ukikosa amani utajua. Watu wa Mwanza, baadhi yetu mwajua kile ambacho kilichopita kwa siku mbili tu. Wenye akili wanatambua amani ni nini. Wagonjwa walijua thamani ya afya, kwa sababu mtu ni mgonjwa anaendaje hospitali? Hakuna amani. Huo ni mfano tu. Amani haijapotea kabisa, ipo. Lakini leo unamsikia askofu anasema dunia inajua kwamba amani haipo, watu wamegawanyika. Umegawanyika wewe na mkeo, lakini sisi tuko na amani. Hakuna yegawanyika, sisi tuko salama kabisa. Kama wewe na mkeo mmegawanyika ni wewe. Lakini usikae ukatoa maneno ambayo kama vile wapumbavu wa Kenya baadhi yao. Maana kuna baadhi ya wapumbavu wa Kenya wanatia maneno katika nchi yetu, lengo ni kuichafua nchi, lakini ukipatiliza ni udini. Hii ni shida kubwa sana. Kuna mmoja anamuita mwanasheria, wakili mmoja anaitwa Suna nani shui, alikuwa akimtetea bwana mmoja Tundu Lissu. Anaitwa nani shui, yule rais wa mawakili Suna nani, aliongea ujinga mmoja huyo. Mbubukusi sijui, Mwambukusi. Haya, huyo bwana ni katika wapumbavu kabisa ninasema. Kwa sababu nilimsikia alafu anasema eti maneno kwamba unajua sasa hivi Tanzania watu wanaongelea udini. Ajabu kabisa, udini. Tukwambia hebu kuwa basi na adabu. Wajua kwamba nani alianza kuongelea udini? Huu udini umeanzisha hao wachungaji wenu. Hili jambo liko wazi, hakuna asiyekijua.